Yule atakayepewa daraja ya ushemasi ajongee hapa. Shemasi Peter Maxensius Mtendavema SDS. Nipo. Baba mheshimiwa sana, Mama Kanisa Mtakatifu anaomba umweke huyu ndugu yetu katika daraja ya upadre. Je, wajua kama anastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, nashuhudia kwamba anastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunamteua huyu ndugu yetu apewe daraja ya upadri. Sote pamoja tumshukuru Mungu. Tukae kwa ajili ya homilia rasmi ya kanisa. Ndugu wapendwa, huyu mwana wetu ambaye ni ndugu yetu na rafiki yetu anaitwa sasa kupewa daraja ya upadri. Fikirini kwa makini ni madaraka gani atakayopewa katika kanisa. Kweli katika Kristo taifa takatifu lote la Mungu linafanywa kuwa taifa la kikuhani wa kifalme. Lakini yeye mwenyewe kuhani mkuu wetu Yesu Kristo aliwateua baadhi ya wanafunzi wake ili watekeleze rasmi katika kanisa kazi ya kikuhani. Alitumwa na Baba, naye vile vile aliwatuma mitume duniani kote ili kwa njia yao na ya mahalifa wao, yaani maaskofu, kazi yake ya mwalimu, kuhani na mchungaji iendelee bila kukoma. Na hatimaye waliwekwa mapadri wawe washiriki wa urika wa maaskofu, nao wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kuhani huitwa kwa ajili ya huduma ya taifa la Mungu. Na ndugu huyu baada ya kufikiriwa sana anawekwa sasa katika daraja ya upadri ili naye apate kuwa mhudumu wa Kristo, mwalimu, kuhani na mchungaji. Na hivyo kazi yake isaidie kulijenga na kulikuza taifa la Mungu, yaani Kristo, liwe hekalu lake mtakatifu. Naye atafananishwa na Kristo aliye kuhani mkuu wa milele, na ataunganishwa na ukuhani wa maaskofu, yaani atawekwa wakfu kuwa kuhani halisi wa Agano Jipya, ili aihubiri Injili, alichunge taifa la Mungu na kuadhimisha ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana. Nawe mwana mpendwa sana, utakayewekwa hivi punde katika daraja ya upadri, tekeleza huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwalimu pekee. Hivyo wagawie wote lile neno la Mungu ambalo nawe ulilipokea kwa furaha. Utakapotafakari sheria ya Bwana, angalia kusadiki kile unachokisoma na kufundisha kile unachokisadiki na kufuasa kile unachokifundisha. Na kwa njia hii mafundisho yako yawe lishe kwa watu wa Mungu na manukato ya maisha yako yawe furaha kwa wamwaminio Kristo, ili kusudi kwa neno na kwa mfano upate kuijenga nyumba, yaani kanisa la Mungu. Fanya pia kazi ya kutakasa katika Kristo, maana kwa huduma yako sadaka ya kiroho ya waamini itatolewa pasipo kumwaga damu, ikiungana na dhabihu ya Kristo ambayo
kwa kufanya umoja na ile ya kwao, itatolewa kwa mikono yako juu ya altare katika adhimisho la mafumbo matakatifu. Kwa hiyo elewa vizuri unachokifanya na iga unachokitenda, na kwa kuwa unaadhimisha fumbo la kifo na ufufuko wa Bwana, jitahidi kutiisha viungo vyako kwa kukomesha vilema vyote na kuenenda katika upya wa uzima. Kwa njia ya ubatizo utaliongezea taifa la Mungu waamini wapya. Sakramenti ya kitubio utawasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la kanisa. Kwa mpako mtakatifu utawafariji wagonjwa. Unapofanya ibada takatifu na katika mfululizo wa saa za siku, utamtolea Mungu sala za sifa na shukrani, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Kumbuka kwamba ulitwaliwa katika wanadamu, ukawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu. Hivyo timiza kazi ya kikuhani ya Kristo kwa furaha ya daima na katika upendo wa kweli, ukiyatafuta si mambo yako mwenyewe bali ya Yesu Kristo. Na hatimaye, mwana mpendwa sana, kwa upande wako fanya kazi ya Kristo kiongozi na kuhani chini ya askofu na katika ushirika naye. Ujibidishe kuwakusanya waamini katika familia moja ili upate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo na katika Roho Mtakatifu. Ndio maana umkazie daima macho yako Yesu Kristo aliye mchungaji mwema, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwana mpendwa sana, kabla hujajongea kupewa daraja ya upadri, ya kupasa kudhihirisha mbele za watu nia yako ya kupokea madaraka hayo. Je, wataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadri kama msaidizi mwaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana ukiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, wataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, wataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, wataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi unalokabidhiwa, ukidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, wataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo
na mkuu wa shirika, heshima na utii. Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Sote tusimame kwa ajili ya litania. Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi amjalie wingi wa mapaji ya mbinguni huyu mtumishi wake aliyemteua kwa kazi ya upadri. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Mikaeli, watakatifu malaika wa Mungu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Andrea, Mtakatifu Yakobo, Mtakatifu Yohane, Mtakatifu Maria Magdalena, Mtakatifu Stefano, Mtakatifu Ignasi wa Antiokia, Mtakatifu Laurenti, watakatifu Perpetua na Felista, Mtakatifu Agnesi, Mtakatifu Gregori, Mtakatifu Agustino, Mtakatifu Atanasi, Mtakatifu Basili, Mtakatifu Martin, Mtakatifu Benedikto, watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Francisco Xaveri, Mtakatifu Yohane Maria Vianney,
Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, watakatifu Karolo Lwanga na wenzake, Mtakatifu Yosefina Bakita, Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, Mtakatifu Teresa wa Kalkuta, mwenye heri Nengapeta Clementina Anuarite, Mtakatifu Pita, mwenye heri Victoria Rosa Manarivo, mwenye heri Yosefu Gerardo, mwenye heri Isidori Bakanja, mwenye heri Francis Maria wa Msalaba Jordan, mwenye heri Maria wa mitume, watakatifu wote wa Mungu, uturehemie. Katika uovu wowote, katika dhambi yoyote, katika mauti ya milele, kwa kujifanya mwanadamu, kwa kufa na kufufuka kwako, kwa kumpeleka Roho Mtakatifu, sisi wakosefu upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu, upende kumlinda Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika utumishi wa kanisa lako, na mteule huyu upende kumbariki mteule huyu upende kumbariki na kumtakasa, na mteule huyu upende kumbariki na kumtakasa na kumweka wakfu kwa kazi yako takatifu, upende kuyajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli,
upende kututhibitisha sisi na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, Kristo utusikie. Kristo utusikilize. E Bwana Mungu wetu, sikiliza kwa wema sala zetu, ili umiminie huyu mtumishi wako baraka ya Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya kikuhani. Sisi tunamtoa kwako, e Baba mwenye huruma, ili umweke wakfu, naye akipokee kipaji hiki unachomjalia kwa ukarimu usiokoma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Simama.
uwe nasi, e Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wa hudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko makasisi wa kutosha kutoa sadaka za imani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu Kristo, aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliowatakasa katika ile kweli washiriki utume wake. Nao uliwaongezea waandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunakuomba, e Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba mwenyezi, tunakuomba umpe huyu mtumishi wako hadhi ya upadi. Utie upya moyoni mwako roho wa utakatifu, asimamie kazi ya daraja la pili ambayo amepokea kutoka kwako, e Mungu, na kwa maisha yake awe mfano wa maadili, awe msaidizi wetu mwema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yake, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi, ewe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, pamoja nasi awe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe hatareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Awe daima na ushirika nasi, e Bwana, kwa kukusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwake na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Na kwa sala hiyo ya kumweka wakfu huyu ndugu yetu amefanyika kuwa kuhani
Naomba tumshangilie Mwenyezi Mungu. Na basi yule aliyeandaliwa kumvisha mavazi ya kipadre ya kikuhani, tunaomba ajongee mbele. Yeye ni Father Damian kutoka Malinyi, Mahenge. Bwana